Ujumbe wetu wa siku ya leo ama kichwa cha ujumbe wetu wa siku ya leo ni circumcision of the heart. Circumcision of the heart ama kutahiri mioyo. Kutahiri mioyo. Circumcision of the heart. Kutahiri mioyo. Bwana Yesu asifiwe. Kependa nisomewe neno la Bwana katika kitabu cha Mwanzo 17 mstari ni wa 10 mpaka 14. Genesis chapter number 17 verse number 10 to 14. Genesis ama Mwanzo 17 mstari wa 10 hadi 14. Tutasoma twende pamoja. Kitabu ni Mwanzo, kitabu cha kwanza katika Biblia, Mwanzo 17. Tutasoma mstari wa 10 hadi 14. Maandiko yanasema, hili ndilo agano langu utakalo lishika kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako. Kila mwana mume wa kwenu atatahiriwa. Mtatahiriwa nyama ya magovi yenu, na jambo hilo litakuwa ishara ya agano kati ya mimi na nyinyi. Mtoto wa siku 8 atatahiriwa kwenu. Kila mwanamume katika vizazi vyenu mzaliwa nyumbani na mnunuliwa kwa fedha, kila mgeni asiyekuwa wa uzao wako mzaliwa nyumbani mwako na mnunuliwa kwa fedha yako lazima atahiriwe, na agano langu litakuwa katika mwili wenu kuwa agano la milele. Na mwanamume mwenye govi asiyetahiriwa nyama ya govi lake, mtu yule atatengwa na watu wake, amelivunja agano langu. Enda Warumi 2. Romans 2. Warumi 2 mstari wa 28 na 29. Romans chapter number 2 verse 28 and 29. Twende Agano Jipya. Fungua Biblia yako katika Agano Jipya. Kitabu ni cha Warumi. Warumi iko hapo mbele ya Matendo 2. Tusoma pale mstari wa 28 na 29. Warumi 2 mstari wa 28 na 29. Maandiko yanasema, maana yeye si Myahudi aliye Myahudi kwa nje tu, wala tohara sio ile ya nje tu katika mwili, bali yeye ni Myahudi aliye Myahudi kwa ndani, na tohara ni ya moyo katika roho, si katika andiko, ambaye sifa yake haitoki kwa wanadamu bali kwa Mungu. Baba, ni asante ni kwa neno lako ambalo liko mbele zetu. Tulishe sawasawa kila mmoja
na kiwango chake kupitia kwa ile kwa ile neno. Roho Mtakatifu, chukua ushukani na ukanene nasi sisi zote kwa utukufu wa jina lako. Tunakupenda ewe Mungu wetu na Baba yetu, na ni kwa Yesu Kristo aliye Mwokozi tuomba na kuamini. Amen. 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 Neno la Mungu limekuja kwetu siku ya leo na imenena juu ya tohara ya roho. Kananza iko yango. Haleluya. Neno la Mungu katika Agano la Kale, kitabu cha Mwanzo 17 kutoka mstari wa 10 ukiendelea, maandiko imetuambia kwamba na Mungu akamtokelezea Abrahamu, baba wa imani, ambao tunasoma siku ya leo, na akamwambia ya kwamba akaweze kutahiriwa na wale ambao ni wa kiume wa nyumba yake, wale wa kununuliwa na wamekuja wamefanyika kwake, wote wakaweze kutahiriwa kama angano lake. Bwana asifiwe. Akamwambia, ninataka nifanye agano na wewe, ambao kutoka wakati huu wewe ni wa nyumba yangu, wewe umechaguliwa katikati ya watu wengine. Na akamwambia, hii itakuwa ishara ya kwamba tumefanya agano mimi na wewe. Bwana asifiwe. Na akamwambia, utatahiri mpaka mtoto wa siku 8. Haleluya. Na maandiko ukisoma utapata ya kwamba immediately alipoangizwa yale na Mungu aliweza kuyafuata. Asifiwe Yesu. Amen. Maandiko ikatuambia kwamba alikuwa amemwambia, utakapofanya yale utakuwa tumefanya agano mimi na wewe. Kumbuka, kikawaida tunapoongea juu ya tohara, ninaamini tuko na wanaume kwa nyumba, ni kumaanisha ya kwamba kuna damu ambayo hutoka. Haleluya. Amen. Ni kumaanisha ya kwamba kunao kitendo kinafanywa na mtu baina ya mwingine. Haleluya. Amen. Ni kumaanisha ya kwamba hiki kitendo haujifanyii, unafanyiwa. Haleluya. Amen. Na kuna kumwaga damu. Naomba nieleweke vizuri kwa haraka. Na Abraham akaambiwa na Mungu, hivyo ndivyo utafanya. Ni kwa sababu utakapofanya yale utakuwa umefanya agano mimi na wewe. Kile tutafanya, kile tutaongea, kile nitakuambilia, hakina budi kutendeka katika maisha yako. Asifiwe Yesu. Na akamwambia kwamba kupitia kwa agano hii ndilo utafanyika familia ya kimbingu. Kupitia kwa kitendo hiki utakuwa tofauti na wale wengine. Asifiwe Yesu. Na tunapoongea juu ya ile tohara, Mungu aliweza kuongea ama kuambia Abraham, ilikuwa a physical covenant. Amen. Haleluya. Amen. Ilikuwa kitu ambacho kabisa ingionekana na macho. Amen. Haleluya. Ilikuwa kitu ambacho ingetolewa ushuhuda na watu waseme hakika fulani alitahiri. Haleluya. Ninaamini ya kwamba hata wakati watoto wetu wanaenda tohara, sisi zote katika village tunajuana na tunajua huyo amevuka kile kiwango kingine. Haleluya. Ninashukuru Mungu ni kwa sababu kile alichoongea na Abraham katika agano la kale amekibeba akakileta katika agano jipya. Haleluya. Na maandiko mahali tunasoma katika kitabu cha Warumi 2:28 na 29 imetuambia ya kwamba mwanaume
Amen. Haleluya. Ukiangalia hiyo comparison ya Agano Jipya na Agano la Kale, ni utaona ya kwamba katika Agano la Kale Abraham kulikuwa na kumwagika damu alipokuwa anafanya ile agano. Haleluya. Kumbuka Abraham akiambiwa hivyo alikuwa tayari ni mtu mkubwa, ni mtu alikuwa na umri wa kiwango cha juu, na anaambiwa enda utairi. Haleluya. Anaambiwa siwezi fanya agano na wewe kama haujatairi. Anaambiwa enda utairi wewe na nyumba yako, na mtafanyika kuwa Wayahudi, mtafanyika kuwa wa nyumba ya Israeli. Kumbuka nyumba ya Israeli inaanza na Abrahamu. Haleluya. Myahudi anaanza na Abrahamu, kwa sababu hapo ndipo tunaona kizazi kile ambacho kinaendelea mpaka Yakobo anakuja kuzaliwa. Haleluya. Na Mungu akamwambia kwamba ukisoma utapata kile kilifuata ni Mungu wakati Abrahamu alitii, alianza kuachilia kile ambacho angetaka kikafanyike kwa Abrahamu. Amen. Haleluya. Amen. Naye katika Agano Jipya maandiko imetuambia kwamba mwanaume atafanyika kuwa wa ukoo wa Abrahamu ambao ni Myahudi kupitia kwa tohara ya nyama. Glory. Haleluya. Amen. Mbali kupitia kwa tohara ya roho. Amen. Na ndio maana nilisema ya kwamba kichwa cha ujumbe wetu ni tohara ya roho. Amen. Haleluya. Amen. Ni kumaanisha ya kwamba Mungu kwa wakati ule kupitia kwa agano lake na Abrahamu alifanyika mwana wa Mungu. Amen. Naye sisi ambao hatukuwa kwa upande wa Abrahamu, kupitia kwa Yesu anapokuja duniani anakuja analeta circumcision of the spirit. Haleluya. Ambayo anasema ya kwamba sasa hautafanyika Myahudi kupitia kwa tohara ya ngozi, lakini utafanyika Myahudi kupitia kwa tohara ya roho. Amen. Nataka niingie kwa ujumbe kwa haraka sana ili uweze kuelewa ya kwamba tunapoongea circumcision of the earth is the true covenant of Christ Jesus. Amen. Ya kwamba tunapoongea juu ya tohara ya kiroho ni kumaanisha ya kwamba mioyo yetu imefanyika agano kupitia kwako na Yesu Kristo anapoingia ndani yako. Hallelujah. Haleluya. Amen. Hivyo basi Yesu akiwa ndio anakuja kuleta agano, kama vile Abrahamu aliambiwa utafanya agano na mimi kupitia kwa tohara. Naye Yesu anakuja anapata sisi ni watu wa ndorere, watu ambao ni wa ukoo mwingine, watu ambao hawakustahili wokovu. Lakini kwa sababu alikuja ni kwa ajili ya Myahudi na yule ambaye si Myahudi, akasema ya kwamba sasa hakutafanyika Wayahudi kwa sababu ya tohara ya kufanya ya kimwili, lakini mtafanyika Wayahudi kupitia kwa tohara ya kiroho. Yesu makofi. Amen. Utapata ya kwamba Mungu katika Agano la Kale na Jipya anajidhihirisha kwa Yesu na anatembea kwa Yesu. Amen. Kupitia kwa Yesu, sio kwa zile rituals tunafanyanga. Ni kwa sababu wakati huu tunaishi, utapata ya kwamba katika kacha zingine wana watoto wakitairiwa kunakuwa na rituals, kunakuwa na ibada na matambiko ambazo zinafanyika. Yes. Haleluya. Amen. Na huyo mtoto anaingizwa katika matambiko ya kifamilia kupitia kwa kitendo cha tohara. Hallelujah. Haleluya. Amen. Kazi zingine utapata kwamba wakati watoto wao
Amen. Haleluya. Yes. Lakini naye Yesu anapokuja, anakuja anatuambia, sasa sitawa introduce katika covenant yangu kwa tohara. Amen. Lakini mtakuja katika ile agano langu kupitia kwa wokovu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu anaangalia roho zetu na anaangalia vile ambavyo tuko tayari kuingiana na agano lake, the covenant of God. Amen. Haleluya. Haleluya. Kupitia kule kukata kwa mwili katika agano la kale ilikuwa inamaanisha kukata dhambi na kuondoa dhambi. Amen. Haleluya. Amen. Abrahamu angefanyika wa ukoo wa Mungu akiwa na dhambi zile alikuwa nazo, lakini kupitia kwa tohara anatoa hiyo nyama ambayo ni dhambi. Amen. Haleluya. Amen. Nayo agano la jipya linakuja kwetu, linakuja linatuonyesha ili tukaweze kutoka katika umwili, lazima tutairi tuondoe zile ambazo asifai katika maisha yetu. Amen. Haleluya. Haleluya. Ilikuwa jambo la kuweka mark of identity to Abraham. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba tunapata identity ama tunapata kuitanishwa na ukoo wa Yesu kupitia kutairiwa kwa roho zetu. Haleluya. Abraham kupitia kwa kile kitendo aliweza kumseparate katika ukoo mwingine na kumfanya ukoo wa kimbingu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba hii kutairiwa kwa Abraham haikuwa tu physical, it was so spiritual. Amen. Haleluya. Amen. Najua leo hakuna ameni ukubwa na hakuna ameni mimi. Amen. Haleluya. Amen. Ni kwa sababu hii ni jambo ambalo kwetu iko na significance kubwa katika maisha yetu. Ninashukuru Mungu ni kwa sababu anapoongea juu ya Abraham ambayo anakuja anabeba kizazi chote kile ambacho tunakisoma mpaka siku ya leo, anakuja naye Yesu anaangalia vile nao ulimwengu ulivyo, na anaona ulimwengu unahitaji kubadilika kupitia kwa covenant ya damu. Amen. Haleluya. Amen. Na hapo ndipo tunaona Yesu anakuja duniani. Haleluya. Amen. Hapo ndipo tunaona Yesu anakuja duniani akiwa amebeba circumcision ya Roho Mtakatifu, anaondoa ya kimwanadamu ambayo ni physical, kama vile tunasoma in Romans 2:28-29. Haleluya. Anakuja analeta, anasema sasa sio vile mlikuwa mnafanya. Eti ili mwanaume akaitwa mwanaume lazima aende tohara, sio hivyo sasa. Lakini ili mwanaume aitwe mwanaume anahitaji kutairiwa rohoni. Amen. Haleluya. Haleluya. Anahitaji kutairiwa rohoni. Yeah. Anahitaji kubadilishwa. Anahitaji kutolewa hiyo nyama ambayo haina haja katika maisha. Amen. Haleluya. Haleluya. Yesu anapokuja analeta a spiritual circumcision ambayo yake ameileta kwetu very simple. Anasema ya kwamba tairi moyo wako. Amen. Tairi moyo wako. Haleluya. Tairi moyo wako. Ili kile ambacho hakifai kikaondolewe. Haleluya. Amen. Nisomee Colossians 2. Colossians 2 verse 1. Moja, kitabu ni Wakolosai. Colossians 2 verse 1. Kolosai 2:1. Wakolosai Colossians 2 verse 1. 2:1. Niko pale. Wakolosai 2:1 inasema, maana nataka ninyi muwe acha nirudie. Wakolosai mlango ni wa 2, mstari ni wa 1. Maana nataka ninyi mjue jinsi ilivyokuu juhudi yangu niliyo nayo kwa ajili yenu na kwa ajili ya wale wa
Laodikia, Injili ya wale Laodikia na wale wasioniona uso wangu katika mwili. Yangu. Unasoma wapi? Wakolosai 2:1. Soma 11. 2:11. Okay. Tasoma pale tu Wakolosai 2, lakini nisome mstari wa 11. Mstari wa 11. Katika yeye mmetahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono, kwa kuvua mwili wa nyama kwa tohara ya Kristo. Katika yeye mmetahiriwa sio kwa mikono ya mwanadamu, bali kupitia kwa mkono wa Yesu Kristo, kupitia kwa Roho wake. Haleluya. Ni kumaanisha ya kwamba basi kama vile tumesema in Romans 2:28 ya kwamba sio sasa kutahiriwa physical, lakini ni kutahiriwa spiritual, ambayo ni kupitia kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu tunaweza kutahiriwa. Ni kumaanisha ya kwamba Mungu anatutransform kutoka kwa uwinja wetu. Bwana Yesu asifiwe. Anatuondoa in our outward, yale mambo ambayo yanaonekana nje, anatuondoa, anatuingiza katika Christianity ambayo ni kukata the flesh. Bwana Yesu asifiwe. Na kukata dhambi zetu. Amen. Haleluya. Amen. Na Wakolosai 2:11 inatuambia kwamba basi hiki kitendo hakitafanyika kwa mkono wa mwanadamu. Hiki kitendo hautaenda hospitali kwa daktari umwambie mimi nataka tohara ya roho. Hapana, lakini tunatahiriwa kupitia kwa nguvu za Bwana. Tunapoingia into Christianity, tunaingia kwa mwenye ambaye anajua our inward, anajua kindani yetu na anajua kile ambacho akifanya. Haleluya. Hivyo basi ni kumaanisha ya kwamba salvation is not irrational, is not traditional, is not religious activity. Tunapoongea mambo ya wokovu, hatutaongea tuseme ati wokovu ni kile unafanya matambiko. Hatutafanya mambo ya kitradition tuseme ati tumeokolewa ama kidini. Na Yesu asifiwe. Lakini salvation is purely by faith in Christ finished work in the Calvary. Pigia Bwana Yesu makofi. Kwa hivyo wokovu wetu ulianza tu wakati tulistep in na tukaita Yesu akaingia ndani yetu. Hapo ndipo alianza tohara ya Roho Mtakatifu, na kutoka hapo akaanza practical ya kutoa kile ambacho hakihitajiki katika maisha yako. Amen. Hallelujah. Amen. Circumcision of heart is the removal of sin. Yes. Kutahiriwa kwa kiroho ni kuondolewa kwa dhambi zetu. Amen. Ni kuondolewa yale mambo ambayo hayafai, yale yatatukosesha mbingu, yale yatafanya tusirithi ufalme wa mbingu. Amen. Haleluya. Amen. Basi ukiangalia kazi ya Yesu akiwa ameimaliza msalabani, Amen. anakuja hapa na nguvu nyingi kwetu. Anasema ya kwamba niko tayari kukata your pride, niko tayari kukata uchungu wako, niko tayari kukata maringo yako, niko tayari kukata kujiinua kwako, niko tayari kukata ulevi wako, niko tayari kukata hiyo tamaa ya mwili, niko tayari kukata hiyo kukasirika, niko tayari kukata hiyo kutosamehe. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Jesus Christ Yes. ako tayari kutahiri moyo wako. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Anasema ya kwamba nitatahiri moyo. Amen. Na ndani nitaondoa the lust of money. Yeah. Nitaondoa the lust of pride. Yeah. Nitaondoa the lust of
kujielewa. Limekosa kujielewa. Lakini limebakia na the outward. Kile kitu ambacho kinaonekana na macho. Kama vile Abraham alitairiwa kitu ya kuonekana na macho. Hivyo ndivyo kanisa ilivyo. Imebakia kitu ya kuonekana na macho. Mimi ninaendanga ile kanisa inaitangwa fulani. Mimi nina pasta wangu anaitangwa fulani. Na mnajuanga ameokoka. Mnajuanga anafanyanga miujiza. Mnajua hata anaombeanga sijui kunafanyika. Hiyo ndio kanisa langu. Mnajua ile kanisa iko pale ni ya wale watu wameokoka. Hiyo ndio kanisa langu. Na kanisa imebakia na hiyo ya kuangalia na macho. Haleluya. Haleluya. Lakini leo Bwana siku ya leo anasema ya kwamba anataka kukuweka mark of identity. Haleluya. Anasema anataka kukuweka mark of identity. Anataka kukuweka alama ya kitambulisho. Anataka kukuweka alama ya kitambulisho. Kama vile aliweka Abrahamu, akamwambia nimekuweka alama kutoka siku ya leo. Nimefanya agano na wewe. Siku ya leo Mungu anataka akafanya agano na wewe, kwa sababu anasema niko hapa kutainia roho yako. Haleluya. Ninaamini ya kwamba wanaume ndio wanasemanga mimi nataka kwenda kutahiriwa. Vijana walikuwa wakubwa wangu, wakati alikuwa mkubwa alianza kusumbana na baba yake. Mimi ndio najua mimi nataka kwenda. Wanaongea kama sisikii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anasikia amekomaa. Kwa sababu anasikia anahitaji identity ya kuitwa mwanaume. Anasikia anahitaji jina la kuitanishwa na familia ya kwamba kwa fulani kuna kijana ambaye amevuka amekuwa mwanaume. Na hivyo ndivyo ilivyo katika maisha yetu ya kiroho. Tunahitaji kuwa na identity. Na identity yetu ni kuondolewa hiyo nyama ambayo haifai ndani yako. Iondoke. Kasama kabisa. Haleluya. Haleluya. Ambako nikachuki. Ambako nikakutosamehe. Ambako nikakukasirika. Ukikasirika unaangusha kila kitu ambacho kama ni mtoto na unamua. Yes. Haleluya. Hata kama ulikuwa umeshika sijui nini, unaangusha kwa sababu umekasirika. Wakati umekasirika ukipatana na bibi, ile kwa utamviatua, atapiga atashikiliwa na ukuta. Ni kwa sababu umekasirika. Ukikasirika unaondoka, unaenda unakaa huko nje. Usijue cha kufanya kwa sababu umekasirika. Haleluya. Haleluya. Anasema ya kwamba nataka nikatairi moyo wako. Haleluya. Ana kama vile nimesema, kijana ndio anasemanga mimi nasikia ninafaa kwenda. Hivyo ndivyo inafaa kuwa ndani yetu. Tuseme ya kwamba ninasikia ndani yangu kuna kanyama ambako akaivi na lazima kaondolewe ili nikaweze kuitwa jambaa, nikaweze kuitwa mwanaume katika ufalme wa mbingu. Haleluya. May God help us. Yes. Ni kwa sababu tukiwa na hiyo nyama. Yes. Hiyo nyama inaondoleangwa wakati unaenda pale hospitali. Unajua si wanawake tunajua kwenda maternity. Bwana Yesu asifiwe. Kituelezea tutakuelezea vizuri. Lakini wanaume wanajua hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kumaanisha ya kwamba Mungu wetu aliangalia kama atalinganisha kutairiwa kwetu ambako watu wanatairiwa na wokovu wetu, na ili tukajua ya kwamba ndani yetu lazima tuondoe kile ambacho kitatufanya tusikue Jews. Amen. Haleluya. Kwa sababu tunafanyika Wayahudi kupitia kwa Ibrahimu, baba wa imani. Amen. Haleluya. Haukunisahau wokovu. Lakini kupitia kwa Abraham ukahesabiwa kwa wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha ya kwamba wakati Mungu anakuweka mark of identity, you belong to Christ. Amen. Kuna mtu amesikia hii? Kuna mtu hajasikia hii? Wakati unawekwa alama ya kitambulisho, wakati unaweka alama ya kitambulisho, unakuwa wa Yesu. You belong to Christ. Amen. You belong to Christ.
familia ya mbingu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wakati wetu wa kujua ya kwamba lazima tukaombe, lazima tukatii. Yes. Kwa sababu hii tohara ya roho it represents obedience. Abraham anaambiwa enda ufanye 1 2 3 na anaenda anafanya. Nisomea Akorintho wa kwanza 7:19. Akorintho wa kwanza 7, 1 Corinthians 7 verse number 19. Oh my God. Twende pamoja. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to God. Oh shakatara mazaka yana. Kwanza 7:19. 7:19. Wakorintho wa kwanza 7:19. Wakorintho wa kwanza 7:19. Maandiko yanasema kutahiriwa si kitu na kutotahiriwa si kitu bali kusihifadhi amri za Mungu. Ni kali. Acha nirudie hapo. Hallelujah. Hallelujah. Tuko pamoja hapo. 1 Corinthians 7 verse 19. Inasema kutahiriwa si kitu. Tahiriwa si kitu Na kutotahiriwa na hata usipotahiriwa sio kitu, bali kusihifadhi amri za Mungu. Hallelujah. Ndio kitu. Kitu ndio hii. Kuhifadhi amri za Mungu. Pigia Bwana Yesu makofi. Paulo anasema ya kwamba unaweza okoka ama ukose kuokoka. Hallelujah. Unaweza okoka ama ukose kuokoka. Lakini cha maana ni ukiokoka unafuata sheria. Hallelujah. Kwa hivyo cha maana ni uokoke, utahiri na ufuate sheria, kwa sababu ukiokoka na ufuate sheria, hiyo ndiyo itakufanya ukue mwana katika ufalme. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Paulo anasema ya kwamba utahiri ukose kutahiri. Kile kinamata ni kukaa maisha ya utakatifu. Ni kukaa maisha ya utakatifu. What matters is the keeping God's command. Obedience is the true sign of covenant membership. Ukitaka upate identity ama kitambulisho cha mbingu, lazima ukuwe mtu wa kutii. Amen. Na sio kutii tu, kutii neno la Mungu. Kama inakuambia kata dhambi, kata. Yes. Ikikuambia kata hiyo chuki, kata. Ikikuambia kata mahasira, kata. Ikikuambia kata kutosamea, kata. Ikikuambia kata majivuno, kata. Ikikuambia kata kujiinua, kata. Hallelujah. Ikikuambia kata ulevi, kata. Ikikuambia kata umalaya, kata. Ikikuambia kata sijui nini, kata. Kata kabisa. Kata yote. Ama mnaendana mnakatwa nusu. Wanaume. Inakatangwa nusu inabakishwa. Inakatangwa yote. Ama inabakianga. Inatolewa yote. Kwa hivyo ni nafasi yetu kama kanisa tutahiri roho na tuondoe yote. Amen. Kwa sababu tunasema tunaenda mbinguni tukiwa na makosokoso. Lazima tutahiri mioyo. Na kutahiri mioyo ni kukatakata hicho kitakacho kuzuia kufanyika angano. Na angano sio nyingine, ni angano la damu ya Yesu. Hallelujah. Angano sio nyingine, ni angano la damu ya Yesu. Hallelujah. Oh my God. Hallelujah. Oh my God. Nisomee Galatians 5:2 ninapoendelea kumalizia. My God. Wakalatia 5:2. Oh my God. Galatia 5:2. Fungua pale Wakalatia 5:2. Galatia 5:2. Tuendelee kutahiri vizuri. Oh my God. Oh my Leo God. tunatahiri vizuri. Hallelujah. Amen.
Tuko pale Wagalatia 5:2. Maandiko inasema, tazama mimi Paulo nawaambia ninyi ya kwamba mkitahiriwa Kristo atawafaidia neno. Rudia tena. Tazama mimi Paulo nawaambia ninyi ya kwamba mkitahiriwa Kristo hatawafaidia neno. Oh my God. Kizungu inaelezea vizuri. Inasema ya kwamba oh my God, ukitahiriwa hii ya mwili, Kristo ana value kwako. Lakini ukitahiriwa ya roho, unaongeza value, unaongeza mboga pointi za mbingu. Haleluya. Paulo anasema ya kwamba haleluya. Paulo anasema ya kwamba ninawaambia vizuri. Haleluya. Nami ninawaambia vizuri. Wanangu, ninawaambia vizuri. Afadhali utahiri roho, uondoe tunyama ambazo hatufaidi, ambazo hatukuwezeshi kukua, ambazo hatukuwezeshi kusonga. Tuondoe tote, kwa sababu ukituondoa kote, Yesu atakuwa na dhamana katika maisha yako. Kwa hivyo kile kinakosesha dhamana ya Yesu katika maisha yetu sio kingine, ni dhambi. Kile kinakosesha dhamana, the value of Jesus Christ katika maisha yetu ni dhambi. Haleluya. Na ndio maana Paulo anasema mimi ninawaambia vizuri. Mimi ninawaambia vizuri. Ukitaka Yesu akuwe na value katika maisha yenu, tahirini. Haleluya. Ondoeni. Kateni. Haleluya. Wakati watu wanaangalia ratios ama matambiko zinaofanywa katika familia, zingine zinafanywa katika kanisa, zingine zinafanywa katika community, zote zinaelekea katika mambo ya kutahiri kimwili. Lakini tunapoangalia Yesu Kristo ambaye ndio mwenye kubeba neema, ambaye ndio mwenye kubeba neema, ambaye ndio mwenye kubeba neema, neema ya wokovu inatufanya sisi kusimama na kutangaza ya kwamba mimi sitaki hata kanyama katanikosesha mbingu, sikataki. Na siku ya leo ni nafasi yetu kuondoa hiyo kanyama katafanya usione mbingu. Piga Bwana Yesu makofi. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Natangaza lazima hapo kanyama kakaondolewe. Haleluya. 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 Maandiko inatuambia ya kwamba imefika wakati wa kutahiri maisha yetu, roho zetu, na kuondoa kila kanyama. Kabisa. Ni kwa nini leo unakauka kukatia leje? Kwa sababu leo tunakata. Leo tunatahiri. Haleluya. Hii sasa si ya wanaume tena. Tukiingia ya kiroho si ya wanaume tena. Tukiingia kwa ya wanaume ya kiroho ni yetu sisi zote kama kanisa. Na lazima tukakubaliana na neno la Mungu. Haleluya. Wakati mwingine unapatanga ya kwamba kuna mambo ambayo imekuwa matambiko ama circumcision za mili zinatuzuia kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Tukurudi huko nyumbani, mnajua yale mambo ambayo yametufanya tusiendelee, yamekuwa kutahiriwa kwa mwili. Haleluya. Inatuwekea kipimo. Sisi mbaya fulani tunafanyanga hivi. Haleluya. Sisi mbaya fulani lazima tufanye hivi. Lazima ikifika hata tuenenda hivi. Hivyo ndivyo tulionyeshwa na babu. Na lazima tufuate hiyo njia. Wachana na kutahiri kwa mababu. Tahiri ya Yesu Kristo ambayo inakuja kuondoa yale ambayo yaliwekwa na mababu na yanaweka ya Yesu Kristo ndani ya maisha
Kwa sababu kama utaweka hiyo, Yesu atakuwa na value ndani yako. Hallelujah. Na kama kuna mtu atapea Yesu value, ampea power points, ni wewe utampea. Wewe ndiye utapea Yesu value katika maisha yako. Wewe ndiye utapea Yesu value. Watu wakikuona wanaona value ya Yesu ndani yako. Hallelujah. Amen. Na sio kingine, ni kukubali kutahiriwa. Amen. Uko tayari kutahiriwa? Yes. Uko tayari kutahiriwa? Yes. Uko tayari kutahiriwa? Hata mimi nasema niko tayari kutahiriwa. Kama Paulo anasema, hii ndio tabia Yesu value. Sina jambo lingine duniani nisipokupea Bwana Yesu value katika maisha yangu. Amen. Hallelujah. Amen. Wapendwa, wacheni niwaambie, neno la Mungu halitawahi badilika. Liseme tenda dhambi kidogo na useme umeokoka. Kaa katika hiyo ulevi na useme umeokoka. Haitabadilika, sikudanganye. Haitabadilika ufanye umalaya na useme umeokoka. Haiwezi kubadilika. Na tutaikunja ilifiti. Ili tuenende pamoja kama kanisa. Haitasema kwa sababu sasa mimi na emewe nikaulevi nikamemei. Kama Yesu wako na neema iko ya kukata, ya kucircumcise, ya kukatakata. Kama neema iko, hakuna chochote kinaweza kukulemea. Kwa sababu aliye ndani yako ako na uwezo. Maandiko yake sio sasa outward, sio sasa outward. Hii sio mkono wa mwanadamu. Sivyo ndivyo maandiko yanatuambia. Hii sio mkono wa mwanadamu ati utasaidika. Hapana. Hii ni ya Roho mwenyewe. Roho mwenyewe ndio atatahiri. Ndio atakuondolea. Mbona usema kama vijana, mimi nasikia nimekomaa, ninafaa kutahiriwa. Uko tayari kutahiriwa? Hallelujah. Uko tayari kutahiriwa? Nikimalizia nitasema hivi. Oh my God, please open your faith only in Jesus. Weka imani yako kwa Yesu peke yake. Weka imani yako kwa Yesu peke yake. Wacha kuweka imani yako kwa familia. Wacha kuweka imani yako kwa misingi ya dini. Wacha kuweka imani yako kwa tambiko za kifamilia. Weka imani yako kwa Yesu ambaye ndiye anaelewa na anaondoa na anasimamisha. Pigia Bwana Yesu makofi. Oh my God, oh my God. Nitamalizia kusema ya kwamba circumcision katika Agano la Jipya linatufunza mambo kadhaa. Hallelujah. Linatufunza jambo la kwanza. God wants your heart, not just your action. Mungu anataka roho yako. Hataki hicho kitendo cha outward. Hataki hicho kitendo ati cha kuonekana umeokoka. Hataki hiyo peke yake. Anahitaji roho yako. Hiyo roho yako ndio anahitaji. Na ndio anasema nataka kuondoa, kukatakata hicho kimekatalia kwa hiyo roho. Hallelujah. Na jambo la pili ni ya kwamba oh my God, cha kutahiriwa kunatuonyesha Christ cut away the power of sin. Christ cut away the power of sin. Na kwamba Yesu alipoangikwa pale msalabani, alipokuwa anateswa, alikuwa anateswa akikatakata kila dhambi, akikatakata kila mambo mbaya, akikatakata kila kulemewa, kwa sababu by his power, we are circumcised in our hearts. Hallelujah. Faith in Christ is the true covenant mark. Faith in Christ is the true covenant mark. Ya kwamba oh my God, imani ndani ya Kristo ndio inatupea mark ya ukweli. Ndio inatupea kitambulisho ya ukweli. Hallelujah. Oh my God, tunapookoka tunapewa kitambulisho. Tunapewa kitambulisho ya mbingu. Tunapewa kitambulisho ya mbingu. Basi kitambulisho ili uweze kujitambulisha nayo ni kupitia kwa imani ndani ya Kristo. Ni kupitia kwa imani ndani ya Kristo. Hakuna jambo lingine. Hallelujah. Amen. Hautajitambulisha na kanisa. Ndugu yangu, dada yangu. Yes. Oh my God. Hautajitambulisha na kanisa. Useme wewe ni wa PRC. Ni sawa, wewe ni wa PRC.
mazoezi, lakini hiyo haijatosha. Ile inatosha ni imani ndani yako katika yule Kristo aliye ndani yako. Hallelujah. Na jambo lingine ya kwamba the Spirit produces inner change. Oh my God. The spiritual circumcision produces inner change. Unapotairiwa rohoni, lazima kupatane mabadiliko ya ndani. Yes. Amen. Unapotairiwa rohoni, oh my God, lazima kukuwa na production ndani ya hiyo roho, mambo mazuri ambayo ni mabadiliko ya maisha yako. Hallelujah. Ni kumaanisha ya kwamba tunapoingia katika Christianity, tunapoingia katika wokovu, Yes. tunapoingia katika wokovu, Yes. tukitairiwa roho, Yes. tunaanza kukua, na tunaendelea kubadilishwa. Yes. Hivyo basi, kama unaweza okoka na ukose kubadilishwa, kuna kutairiwa bado haujatairiwa, lazima utairi tena. Sawa. Hallelujah. Na ya mwisho ni ya kwamba salvation is by grace, not by tradition. Hallelujah. Wokovu ni kwa neema, sio kwa kitamaduni, sio kwa kifamilia. Oh my God, oh my God, oh my God. Maandiko imetuambia kwamba kupitia kwa wokovu, ni kupitia kwa wokovu Roho wa Bwana anaanza kutairi vitu ambavyo ndani yetu asifanye. Hivyo basi, kama huyo Yesu ataingia ndani yetu na tukose kubadilika, aupe huyo Yesu value. Yes. Hapo sasa. Oh my God. Amen. Tunahitaji kanisa kuangalia na kuwa tayari Amen. kuinua Yesu kwa kiwango chake. Amen. Tuache kuaimisha Yesu. Hallelujah. Oh my God. Amen. Yesu pale msalabani amebeba aibu zote. Amebeba aibu zako zote. Amen. Akabeba shida zako zote. Amen. Akabeba kulemewa kwako kote. Akabeba hiyo machungu yako yote. Akabeba makasiriko yako yote. Akabeba ulevi yako yote. Akabeba malaya yako yote. Akabeba ukole tena sin. Alibeba yote. Hivyo basi, haiwezi kusema nimelemewa. Hiyo sio vocabulary ya mtu ambaye Roho Mtakatifu ako ndani yake, ambaye anatairi kila siku, anaendelea kukatakata kila siku. Na ndio maana natangaza siku ya leo, kuna roho ambazo zinaenda kutairiwa, na Mungu anaenda kuondoa chochote ambacho kimekulemea, chochote ambacho ni tishio, anaenda kuondoa. Hallelujah. Why? Ni kwa sababu Yesu Yes. alikuja akiwa na angano la kutushikanisha na Mungu. Abraham alishikanishwa na Mungu kupitia kwa tohara ya nyama, akamwaga ndani. Naye Yesu anapokuja anasema sasa si hii ya nje, sio hiyo ya nje mpendwa, sio kusema tu umeokoka peke yake. Hapana, lazima utailiwe ndani ya roho yako. Simama na miguu yako kwa jina la Yesu. Kasha katana mazeka.